Bwana, unbeaten ya klabu ya Young Africans hatimaye hii leo imeweza kuvunjwa na vijana wa Dodoma Jiji katika uwanja wa Airtel. Katika mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Premier League ya hapa Tanzania, imeshuhudia klabu ya Young Africans ikiweza kupoteza mchezo kwa magoli 3-2 dhidi ya klabu ya Dodoma Jiji. Nini kilichojiri katika mchezo huo? Basi ungana na ripota wako tukichambua magoli moja baada ya lingine. Na kukumbusha tu, na kama itakuwa mara yako ya kwanza kabisa unajitembelea channel hii penda kabisa michezo, basi usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata taarifa mpya. Na klabu ya Young Africans ndio walikuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata goli mnamo dakika za mapema pia kupitia kwa kijana wao Alan Okello, baada ya kuweza kupiga shuti kali kabisa lililomshinda golikipa wa klabu ya Dodoma Jiji na kuweza kuandikia klabu ya Young Africans goli la kwanza. Hatimaye mpira uliendelea kuwa mkali na hatimaye klabu ya Dodoma Jiji wakaweza kusalisha goli kupitia kwa beki wa klabu ya Young Africans ambaye alijifunga baada ya kupigwa cross na forward wa Dodoma Jiji na Bakari Nondo Mwamnyeto akaweza kujifunga goli, na hivyo matokeo yakasomeka 1-1. Katika goli hili la kusawazisha la klabu ya Dodoma Jiji, uzembe mkubwa sana wa Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye alikuwa hana mechi nzuri hii leo, hivyo akaweza kujifunga na hivyo kuweza kuiandikia klabu ya Dodoma Jiji goli moja. Bakari Nondo Mwamnyeto amekuwa na makosa kujirudia katika mechi zake. Hii inakuja tu baada ya beki mwingine wa klabu ya Young Africans Dickson Job kupata majeruhi, hivyo ambaye yanamweka nje ya uwanja kwa muda mrefu kidogo. Hivyo klabu ya Young Africans wameamua kumtumia Nondo Bakari Mwamnyeto, lakini amekuwa akiwaangusha mashabiki na mwalimu wake. Hivyo hili si mara ya kwanza kwa kocha wa klabu ya Young Africans kuweza kumtisha Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini Bakari Mwamnyeto amekuwa ni mtu wa kujifunga kila siku na makosa mengi sana ndani ya uwanja. Tukio lingine katika mchezo huo ni lile la Djigui Diarra ambaye aliweza kutolewa akidai ya kwamba ameumia. Hii inaweza kusema ni utovu wa nidhamu kwa golikipa Djigui Diarra, kwani ukiangalia kwa siku za hivi karibuni Djigui Diarra amekuwa na makosa mengi sana kujirudia. Sioni kama Djigui Diarra alikuwa amepata injury ya kuweza kumweka bench, hivyo aliweza kuforce kuweza kwenda kaa bench baada ya kuona tayari klabu ya Young Africans washaruhusu goli moja na yeye hana clean sheet, hivyo akaweza kujivunja na kuweza kuomba aweze kufanywa sabu. Huu ni uzembe na utovu wa nidhamu kwa golikipa huyu raia wa Mali. Anapaswa kuonyesha kwamba klabu ya Young Africans ni kubwa kuliko yeye. Kulikuwa hakuna sababu yoyote ya yeye kuweza kutoka katika uwanja, lakini yeye aliweza kuomba sabu ili aweze kutolewa. Ni kwani baada ya kuona klabu ya Young Africans tayari isharuhusu goli, aliona tena hakuna haja yeye kuendelea kukaa golini. Hivyo kilichotokea baada ya hapo ni klabu ya Young Africans kuweza kupoteza mchezo, lakini lawama zinaenda kwa Djigui Diarra kuweza kujivunja katika mchezo huo baada ya kuona tayari amesharuhusu goli na tayari hana clean sheet tena, hivyo akaona hakuna haja yeye kuendelea kukaa golini. Hatimaye mpira ukaenda half time, ubao matokeo ulikuwa unasoma ni 1-1. Mpira ulirejea kwa kasi sana, huko klabu ya Young Africans ndio walianza tena kutikisa lango la Dodoma Jiji kwa kupitia kijana wao yule star boy Alan Okello raia wa Uganda. Okello alifanya kazi nzuri kabisa baada ya pasi nzuri iliyopigwa na kuweza kuiandikia klabu ya Young Africans goli la pili. Lakini hebu tulichambue kidogo hili goli la klabu ya Young Africans goli la pili. Ukiangalia vizuri katika screen yako hapo unaona kabisa Alan Okello alikuwa amezidi na Raizman alikuwa yuko sawa pamoja na Alan Okello, hivyo ilikuwa ni sahihi kwa Raizman kuweza kuamua kwamba hii ni offside, lakini uzembe wa marefa wetu wa kujirudia aliweza kumwacha Alan Okello kuweza kuiandikia klabu ya Young Africans goli la pili. Kwa timu kama Dodoma Jiji kuweza kufunga magoli kama haya na kuweza kutangulia goli 2 pamoja na klabu kubwa kama Young Africans ni kuinyonya tu. Hivyo Raizman alipaswa kunyanyua kibendera, kwani goli la pili la Yanga kupitia kwa Alan Okello ilikuwa ni clear offside. Hivyo Yanga hakustahili kuweza kupata goli hilo, ilipaswa kuwa ni offside. Lakini klabu ya Dodoma Jiji hawakuvunjika moyo, wakaanza katika kupambana, wakaanza kupiga cross nzuri kabisa, ambapo hapa na kosa la pili ni ile baada ya kupigwa cross na kuweza kukwepa mpira, na huko golikipa wake Hussein Masalanga alizani kabisa Bakari Nondo Mwamnyeto angeweza kucheza. Na hii inakuwa ni mara ya pili kwa Bakari Nondo Mwamnyeto kuweza kufanya makosa katika mchezo mmoja, hivyo klabu ya Dodoma Jiji wakaweza kujiandikishia goli la pili la kusawazishia dhidi ya klabu ya Young Africans. Mnamo dakika za mwishoni klabu ya Young Africans wakaweka shinikizo kubwa katika lango la Dodoma Jiji wakitafuta goli la tatu ili kuweza kupata ushindi katika mchezo huo, lakini isivyokuwa bahati kwao wakaweza kupanda wote, timu nzima ya klabu ya Young Africans wakaweza kupanda juu, hivyo kuweza kutafuta goli, na hivyo ndivyo Dodoma Jiji walivyoweza kupata goli la tatu, kwani baada ya kuokoa mpira klabu ya Dodoma Jiji hawakubutua kutoka katika box lao, walipiga pasi mbili na hivyo kamkuta Waziri Junior ambaye alimwacha
alimwacha beki wa klabu ya Young Africans Yao Otula Kwasi, na hivyo akaweza kumchambua vizuri kabisa golikipa Hussein Masalanga wapi alipokaa, na hivyo akaweza kupiga kibao kizuri kilichoandikia klabu ya Dodoma Jiji goli la 3, na hivyo hadi mpira unatamatika klabu ya Dodoma Jiji 3 na klabu ya Young Africans walikuwa nyuma kwa magoli mawili. Katika mchezo huo ulikuwa mgumu kabisa katika uwanja wa Airtel. Inakuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa klabu ya Young Africans kuweza kuruhusu kufungwa katika msimu huu, kwani walikuwa ni unbeaten. Mara mwisho klabu ya Young Africans kuweza kufungwa ni pale walipofungwa na klabu ya TRA Tabora United zamani. Hivyo mpaka hapo jana wanaweza kuruhusu tena goli lingine kuweza kupoteza mchezo mwingine dhidi ya klabu ya Dodoma Jiji. Hivyo klabu ya Young Africans unbeaten yao inapotea, na kama klabu ya Simba wataweza kushinda leo dhidi ya klabu ya Mashujaa, wataweza kupunguza gap la kufikia alama 2, na hivyo watakuwa wamekaribisha pressure kubwa sana katika klabu yao. Je, lawama zote zimwendee beki wa klabu ya Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto ama klabu ya Young Africans kwa ujumla, kwani kwa uzembe wao kuweza kufungwa dhidi ya klabu kama Dodoma Jiji? Ama kocha wa klabu ya Young Africans hakuwa na mbinu hivyo kuweza kuruhusu klabu ya Dodoma Jiji kuweza kupata magoli hayo matatu na dhidi ya klabu ya Young Africans? Tuandikie kwenye comment, na nakukumbusha tu, na kama ndio itakuwa mara yako ya kwanza kabisa unajiunga na channel hii pendwa kabisa ya michezo, basi usisahau kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka Tanzania. Kwa heri kwa sasa.